Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza kuwa ajenda ya katiba mpya nchini Tanzania si mpango ulioibuliwa na vyama vya upinzani, bali ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi CCM ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa muda mrefu. Katambi alisema mchakato huo ulianza kwa msukumo mkubwa wakati wa utawala wa Rais mstaafu Jakaya Kikwete na sasa umeendelezwa katika serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Akizungumza katika kijiji cha Kangani, mkoa wa Kaskazini Pemba, alipomwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa shule wa amali yenye dhamana ya shilingi bilioni 4, Katambi alisema swala la katiba mpya tayari limekwama ama limewekwa rasmi kwenye ilani ya uchaguzi wa CCM. Nikimnukuu, alisema ya kwamba wasomeni ajenda ya katiba mpya, si ajenda ya upinzani, ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Kuanzia awamu ya 4 ya Daktari Jakaya Kikwete na sasa awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imewekwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Rais Samia Suluhu Hassan alishatoa ahadi ya tayari michakato ishaanza na inaendelea, kwa hivyo si ajenda ya upinzani, alivyosema. Waziri huyo alikumbusha namna mchakato wa katiba ulivyoanzishwa wakati wa serikali ya awamu ya 4, akisema serikali ilitoa fedha na kuunda utaratibu wa kuwezesha wajumbe kushiriki katika mchakato huo. Hata hivyo, alidai kuwa baadhi ya vyama vya upinzani vilijiondoa katika mchakato huo na baadaye kuunda Ukawa, hatua ambayo kwa maelezo yake ilichangia kusimama kwa mchakato huo. Nikimnukuu, alisema katika awamu ya 4 ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, kwa nia njema serikali ikatenga fedha, wabunge maalum wakateuliwa walioenda mbele, na hawa ndugu zetu ndio walioenda kupinga, wakatoka na kuanzisha kitu kinaitwa Ukawa, Umoja wa Katiba wa Wananchi. Walivyopiga wakatoka nje, kurudi tena, fedha za mabilioni ya Watanzania zikaishia hapo, alisema. Katambi aliendelea kudai kuwa baada ya kuundwa kwa Ukawa, vyama hivyo vilianza kukumbwa na mvutano kuhusu namna ya kugawana nafasi za uongozi endapo vingeshinda uchaguzi. Kwa mujibu wake, viongozi wa vyama hivyo walianza kujadili nafasi ya urais, makamu wa rais, spika, waziri mkuu, wizara kabla hata ya kufikia ushindi wa kikao hicho. Walianza kugawa madaraka kabla hata ya kushinda uchaguzi. Wanasema tukishinda, rais atakuwa Chadema, nawe makamu wa rais atatoka upande mwingine, wakati wengine wakisema CUF alikuwa mzee Haji Duni. NCCRC wanauliza sisi tukishinda hivyo nchi mtatupa wizara gani? Nani atakuwa spika? Nani atakuwa waziri mkuu? Wakaanza kugombana. NLD ataka, RCC amtaka. Katambi, ambaye alisema aliwahi kushiriki katika baadhi ya vikao vya vyama vilivyoundwa Ukawa, alidai migogoro hiyo ilisababisha umoja huo kupoteza mwelekeo wa awali na kudai mabadiliko ya katiba. Wakati wanagombania madaraka, nafasi hizo ndizo zikawa chanzo cha kusahau madai ya katiba mpya, kusahau utaratibu wa katiba na kuzika mabilioni. Wakaja kwenye kugombania madaraka, vyama vibarakanyika na wakashindwa tena kuendelea mbele. Akitumia mfano wa wawindaji, Katambi alisema upinzani ulianza kugawa mawindo kabla ya kuyapata. Mmeenda kuwinda, amjapata swala, mnaanza kugombana nyie wawindaji wa visu au malungu. Kabla tukimpata swala, mimi nitachukua pacha, huyu mwingine atachukua kichwa, wakagombana hata huyo swala hawajampata. Ndicho walichofanya Ukawa, aliongeza. Katambi alidhibitisha kwa uwazi na kusisitiza kwa serikali ya awamu ya 6 itaendelea kutekeleza ahadi zilizowekwa katika ilani ya CCM, ikiwemo mchakato wa katiba mpya, akisema ajenda hiyo inapaswa kuangaliwa na maslahi mapana ya taifa. Huku Katambi, ambaye ni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akieleza
kile ambacho kilichotokea wakati akiwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 Samia Suluhu Hassan katika kuweka kijiwe cha msingi kwenye shule moja. Anazungumzia katiba mpya, kitu ambacho Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na ACT Wazalendo wamekuwa wakipigania na kuweka kipaumbele, hata mashirika mbalimbali ya raia pamoja na mashirika ya kimataifa wakisema kwamba sharti lazima Tanzania ipate katiba mpya ndio nchi iweze kuwajibika kwa pamoja, ndio watu na raia wao wapate uhuru wa kujihusisha na kusema kwamba wao ni Watanzania kamili. Hata hivyo, naibu waziri Patrobas Katambi anapozungumzia katiba mpya, ijue kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikilaumiwa bakubwa kwa sababu ya kusemekana ni serikali ambayo haiidhinishi kupatikana kwa katiba mpya, wakati ambapo Tanzania inaelekea mchakato wa kufanya uchaguzi wa mwaka wa 2030 na mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa vyama vya upinzani ikiwemo Chadema. Hivyo majuzi Samia Suluhu Hassan ameweza kuita mchango ama